Leo nawatangazia rasmi kuwa wajibu wetu kama Chama cha Mapinduzi ni kwenda kuisimamia serikali na sio serikali kwenda kukisimamia chama. Chama ambacho kimetafuta kura, chama ambacho kimeunda serikali, sasa tunakwenda kuisimamia serikali kikamilifu. Na ndio maana awali nimesema wateuliwa wote waende wakawajibike, kwa sababu chama hakita sita kumchukulia hatua kiongozi yoyote wa serikali, awe mteuliwa awe mchaguliwa, ambaye atakwenda kufanya kazi kwa maslahi yake binafsi. Chama cha Mapinduzi kitakwenda kuchukua hatua. Hivyo nitoe rai kwa waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri, viongozi ngazi ya serikali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri mpaka kule chini, waende wakafanye kazi ya kuhakikisha matarajio na maono ya Mheshimiwa Rais yanakwenda kukamilika. Mtu asiende ofisini akafanya kazi zake binafsi, akajiangalia yeye na kuacha dhamana ambayo amepewa. Hivyo chama kitachukua hatua kali kwa watendaji wote wazembe ambao watakaobainika. Lakini pia chama hakita sita kuwachukulia hatua viongozi wa serikali ambao ni wavivu, wazembe na watakaoendeleza au watakaoendekeza tamaa za rushwa. Watakuwa na wakati mgumu sana katika kipindi hiki ambacho tunakwenda nacho. Chama cha Mapinduzi hakitakuwa na mchezo katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya 2025 kuelekea 2030. Serikali hii ni serikali ya Chama cha Mapinduzi, hivyo kila ambacho Watanzania walihaidiwa lazima kitekelezwe. Kama chama tunawaambia viongozi wa umma wawajibike ipasavyo. Lakini pia kila hatua tutakwenda kuweka vipimo vya utendaji kazi wa viongozi wa serikali. Tutakwenda kuchekecha utendaji wao kulingana na vipimo ambavyo chama kitaweka kwa serikali yake. Lakini pia yule ambaye ufanisi wake utakuwa ni wa chini, chama kitachukua hatua mara moja, na wale watakaofanya vizuri, chama kitaendelea kuwalinda, kuhakikisha kazi yenye matunda mema kwa Watanzania inafanikiwa.